maadhimisho haya ni kutambua mchango unaotolewa na mabaharia katika sekta ya usafiri baharini na biashara ya kimataifa kwa ujumla, ikizingatiwa kuwa 90% au zaidi ya hapo ya biashara ya kimataifa duniani husafirishwa kupitia usafiri baharini. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, siku ya mabaharia duniani ilianzishwa mwaka 2010 kwa azimio lililopitishwa katika mkutano wa kidiplomasia uliofanyika Manila, Philippines. Na katika azimio hilo, mkataba wa Standard Training Certification na Watchkeeping STCW wa mwaka 1978 ulifanyiwa marekebisho ambayo yameainisha juhudi za kuongeza usalama, uwezo na taaluma katika sekta ya uchukuzi baharini. Maadhimisho haya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu ya kimataifa kutoka shirika la bahari duniani ya IMO isemayo our ocean, our obligation, our opportunity, na kwa tafsiri sio rasmi, bahari yetu, wajibu wetu, fursa yetu. Kauli mbiu hii ina ujumbe mpana unaotufundisha kuwa bahari ni sehemu ya urithi wetu wa pamoja, na kwamba kila mmoja wetu, serikali, sekta binafsi, mabaharia, wana taaluma na jamii kwa ujumla, tuna wajibu wa kuilinda, kuitumia kwa uendelevu na kutengeneza fursa mpya zitakazonufaisha kizazi cha sasa na kijacho. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, bahari ni zaidi ya eneo la maji. Ni chanzo cha ajira, biashara, uvuvi, utalii, usafirishaji wa kimataifa, nishati na maarifa. Katika dunia ya leo, zaidi ya 90% ya shehena ya biashara ya kimataifa husafirishwa kwa njia ya bahari. Hii inaonyesha kuwa ubaharia ni muhimili wa uchumi wa dunia. Na hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa kuna upungufu mkubwa wa mabaharia duniani, hasa wale wenye ujuzi wa kati na ujuzi wa juu, jambo ambalo linatoa fursa kubwa kwa Tanzania kujitokeza kwa wingi kushika nafasi hizo. Aidha, katika muktadha wa uchumi wa bluu, tuna fursa kubwa ya kutumia bahari zetu kama uwanda wa maendeleo. Tunaweza kukuza sekta ya ujenzi wa meli, utengenezaji wa vifaa vya baharini, uvuvi endelevu na utalii wa kimkakati. Hii inahitaji sera madhubuti, uwekezaji wenye tija na ushirikiano wa karibu kati ya sekta binafsi na taasisi za serikali. Ni wakati mwafaka kwa vijana wetu wa jinsia zote, wanawake na wanaume, kuchangamkia fursa hizi kwa kujiunga na masomo ya bahari na kujiandaa kitaaluma ili kuitumikia sekta hii kwa weledi. Ubaharia sio kazi ya wanaume peke yao, ni kazi ya kila mtu mwenye nia, uwezo na ndoto ya kuunganisha dunia kupitia bahari. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, mwaka huu jamii ya kimataifa ya usafiri baharini kwa kauli moja kupitia shirika la bahari duniani ya IMO ilizindua kampeni maalum ya My Harassment Free Ship. Kwa tafsiri isiyo rasmi ni meli yangu bila ya unyanyasaji. Kampeni hii ni jitihada ya ujasiri iliyolenga kuondoa kabisa vitendo vya unyanyasaji, udhalilishaji, ukatili wa kijinsia, ubaguzi wa aina zote na lugha zisizofaa melini. Aidha, umuhimu wa kampeni hii unadhihirika kutokana na ripoti zinazobainisha kuwa mabaharia, hususan wanawake, mara nyingi hukumbwa na mazingira magumu na yasiyo salama ya kikazi. Kampeni imepokelewa kwa ukubwa katika tasnia ya ubaharia kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba kwa muda mrefu kazi ya ubaharia imekuwa na matukio ya unyanyasaji,
Kwa ufupi tunaweza kusema tunataka kuona ubaharia unakuwa kazi salama, yenye heshima na inayokubalika kutekelezwa na watu wote bila ya ubaguzi. Mabaharia hoye! Na tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kukiwezesha chuo chetu. Na kwa mabaharia leo, ndugu mgeni rasmi, neno langu kwao ama salamu zangu kwao ni kwamba watambue ya kwamba tunajivunia kazi wanayoifanya. Mabaharia hoye! Tunajivunia kazi kubwa wanayoifanya. Tunatambua, hatuwezi kufeel kile ambacho wanafeel wakiwa baharini na katika shughuli zao zote, lakini tunatambua ya kwamba watambue tuko pamoja nao, na tutaendelea na kufanya kazi hii kwa bidii ya kutoa mafunzo kwa ajili ya mabaharia wetu waendelee kuwa salama katika shughuli zao. Lakini pia na vijana wengi zaidi tunahitaji waingie katika fani ya ubaharia. Ni kazi yenye heshima na staha, itawatoa vijana wengi mtaani pia. Ndugu mgeni rasmi, ninashukuru. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.